Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Jumanne hii nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja kukutana kwenye hii YouTube channel Kambi ya Wateule. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na hiyo jana Jumatatu tuliweza kuangalia katika kitabu cha Nahumu, na ili pia tuweze kuangalia Mungu anatuhimizaje kupitia kile kitabu. Pili, nini Mungu anatufundisha kutokana na kile kitabu. Na hivyo siku ya leo ningependa nisome Nahumu sura ya kwanza. Nitasoma mstari wa 2 na wa 3, na kisha niruke nisome mstari wa 15. Na Biblia inasema, Bwana ni Mungu mwenye wivu, naye hujilipiza kisasi. Bwana hujilipiza kisasi, naye ni mwingi wa hasira. Bwana hujilipiza kisasi juu ya adui zake, wawekea adui zake akiba ya hasira. Bwana si mwepesi wa hasira, ana uweza mwingi, wala hatohesabia mtu mwovu kuwa ana hatia kamwe, ama hana hatia kamwe. Bwana ana njia yake katika kisulisuli na tufani, na mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Kisha niruke nisome mstari ule wa 15, na Biblia inasema, tazama, juu ya milima iko miguu yake, aletaye habari njema, atangazaye amani. Zishike sikukuu zako, e Yuda, uziondoe nadhiri zako, kwa maana yule asiyefaa kitu hatapita kati yako tena kamwe, amekwisha kukataliwa mbali. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Zungumza nasi, mfalme mkuu na mtakatifu. Tumia hili neno lako kuhimiza watu wako. Tumia hili neno lako kuwapa matumaini watu wako. Kawape mwelekeo, kawakemee Baba, kawarekebishe mfalme. Juu zaidi, Mungu wetu, ruhusu Roho wako Mtakatifu akafundishe kila mmoja wetu kulingana na kila hitaji analolihitaji, akamhudumie Baba kulingana na kile anachohitaji kuhudumiwa kwacho. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu tunapoendelea kutoka hiyo jana katika hiki kitabu cha Nahumu, na hapa tunaona ni Mungu anakuwa anazungumza, na hapa Mungu anakuwa anazungumza kuhusiana na jiji la Ninawi, na ambalo ni jiji kuu la Wanaashuru au Ashuru, ukipenda Syrian. Na hivyo basi Mungu anakuwa ananena hapa, na kunena kwake kunakuwa kunatoa matumaini, kunatoa himizo kwa watu wa Yuda na ambao walikuwa wameathirika mahala hapa. Na hivyo katika hili neno nasi tunaweza tukaliweka katika maisha yetu ya kawaida, na hivyo tukaelewa ya kwamba Mungu katikati ya hizo changamoto, katikati ya huko kuona kana kwamba haki imechelewa, katikati ya huko kuona kwamba unaonewa, katikati ya kuona ni kana kwamba Mungu amechelewa, Mungu bado anataka kukuhimiza. Na hili neno la Mungu tunaona Mungu anakuwa anazungumzia, Biblia inakuwa inatuambia kwamba makosa ya mji wa Ninawi yalisalia kwa miaka na miaka pasipo na wao kuadhibiwa, na tunaona ya kwamba neno linatuambia hilo Mungu hakulisahau, licha ya kwamba alikuwa mvumilivu kwa miaka mingi, akapa mji wa Ninawi nafasi ya kutubu, nafasi ya kurejea, lakini hawakufanya vile. Si kumaanisha kwamba Mungu alikuwa amesahau uovu na ambao ulikuwa unatendwa na Ninawi. Na hivyo siku ya leo, jinsi nimekuambia, ninataka kumuhimiza mtu na ambaye anahisi amedhulumiwa, ambaye anahisi amefinyiliwa, ambaye anahisi amepuuzwa. Na hivyo nikwambie hivi, nyakati za Mungu ama wakati wa Mungu ndio sahihi, wakati wa Mungu
ndio ulio sawa, na hivyo yeye hutenda haki iliyo sawa. Na hivyo tunaweza tukajifunza hapo mambo mawili matatu, kwamba Mungu ni mvumilivu na kwamba uvumilivu wa Mungu si kuonyesha ni mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, Mungu ni mvumilivu, si kipofu. Lakini habari yaja ama habari njema yaja baada ya mateso. Mungu ni mvumilivu, si kipofu, anaona yote unayoyapitia, na hivyo habari njema pia yaja baada ya mateso. Na hivyo tunaona Yuda walikaliwa na hawa Washuru na haswa mji ule wa Ninawi, na hivyo waliona kwamba ni kana kwamba Mungu aliwasahau, waliona kwamba ni kana kwamba Mungu hawakumbuki. Labda waliona haki haijatendwa, labda waliona wamefinyiliwa, lakini kile hawakujua ni kwamba Mungu, kuchelewa kwa Mungu au pia uvumilivu wa Mungu au kumaanisha udhaifu, haikumaanisha kwamba atawakomboa. Na hivyo tunaweza tukaijihimiza kwamba katika hilo unalolipitia, labda huenda unafinyiliwa, labda huenda haki imekosekana, labda ni changamoto unazozipitia, labda ni mateso unayoyapitia, na kuja kukwambia Mungu anaona na kwamba Mungu ni mvumilivu na yeye si kipofu. Nimekuja kukwambia kwamba habari njema yaja, na Mungu atakupa habari njema na ambayo hata wewe mwenyewe hautaamini. Kwa sababu gani? Hakuna uovu na ambao mtoroka Mungu, hakuna uovu na ambao hupita pasipo na adhabu. Na ndio maana wakati mwingine Mungu katika uvumilivu wake anatupa nafasi tujiangalie. Je, sisi tunastahili kutendewa haki? Je, sisi huenda ndio tumesababisha kufunyiliwa kwetu, ndio tumesababisha haya mateso yakaja katika maisha yetu? Labda uasi wetu ndio umesababisha Mungu aruhusu hili na lile, jinsi alikuwa ameruhusu Washuru katika maisha ya Yuda. Lakini wakati Yuda walipotubu, wakati Yuda walipoelewa na wakagundua Mungu wao, wakarejea katika njia zao, Mungu akashuka kuwatetea. Na hivyo huenda uvumilivu wa Mungu unakuruhusu wewe uweze kutubu na urejee katika njia za Mungu, uweze kurejea katika njia za Mungu, na ili Mungu akakutetee, na ili Mungu akajitukuze. Huenda Mungu ameruhusu ilo na ambalo ameliruhusu, uvumilivu wake anataka na ili akajitukuze kupitia hiyo hali unayoipitia. Nataka kusema nini? Ni vema zaidi umwangalie Mungu, ni vema zaidi uchunguze maisha yako. Je, maisha yako yako vipi? Ni vema zaidi ujiangalie, na kisha kama ni kutenda uovu umetenda, ukatubu na kurejea katika njia za Mungu. Pili, usipoteze imani katika hayo yote, maana unapotubu unarejea katika imani. Na wakati unapitia changamoto na uko sawa na Mungu, usiasi imani, endelea kujitia moyo katika Mungu, ukielewa ya kwamba Mungu huwa hachelewi na Mungu huja kwa wakati wake, ukielewa ya kwamba hata hilo ambalo unalolipitia, Mungu anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna lolote lile ambalo ni gumu nisiloliweza? Unaweza ukajihimiza na kuelewa ya kwamba Mungu huwa hashindwi. Na ndio maana natuambia tusifadhaike mioyoni mwetu, tumwamini Mungu na pia tumwamini na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo unaweza ukaelewa ya kwamba wakati Mungu ametulia, wakati Mungu ni mvumilivu, haimaanishi atatenda haki, lakini haki ikichelewa si haki ulionyimwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu anasubiri yule ambaye hakutenda haki atubu, maana ni Mungu wa upendo. Na ndio maana Mungu anatuambia tuishi kwa upendo, tupendane. Tunapopendana sisi kwa sisi, hapo ndipo wengine watajua
sisi ni wanafunzi wake, sisi ni wafuasi wake. Kwa sababu gani? Mungu hutupenda sisi wote, hata wale wanaotutesa bado Mungu anawapenda, na hivyo Mungu huenda hata kulipizia kisasi papo hapo, atawapa nafasi ya kutubu. Na huyo ndiye Mungu tunayeabudu, maana ni Mungu wa upendo. Si kumaanisha kwa maana umetendewa unyama, aliyekutendea astahili haki, ndiyo Mungu atampa nafasi na ili akatubu. Lakini uovu wake utakapozidi, hakika Mungu atashuka na atatenda haki. Mungu atalipiza kisasi, jinsi tunaona hapa na huu mji wa Ninawi wa Ashuru. Ndio walikaa sana katika uovu, lakini haikumaanisha kwamba Mungu haoni. Haimaanishi kwamba hayo unayoyapitia Mungu haoni. Mungu anapea wengine muda, aidha ni wewe anapea ama anapea wengine, na ili waweze kujigundua na kurudi katika njia zake, maana Mungu ni Mungu wa haki, atakupea nafasi ukatubu. Na hivyo nataka kumalizia na nataka kukuambia hivi napokuwa nasonga, uvumilivu wa Mungu una nafasi ya toba, lakini pia una uhakika wa hukumu ya haki. Uvumilivu wa Mungu una nafasi ya toba, lakini pia una uhakika wa hukumu ya haki. Na hivyo Mungu huona yote, husikia yote na utenda kwa wakati ulio kamilifu. Na hivyo tunapomalizia, tunaona katika mstari wa 15 Mungu anakuwa anazungumza na Yuda na anawaambia habari njema inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo baada ya miaka mingi ya ukandamizaji wa Waashuru, Mungu alitangaza uhuru wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu siku ya leo tunaweza pia tukajihimiza kujua kwamba baada ya maumivu Mungu huleta habari njema. Na hivyo basi elewa hilo, baada ya uchungu Mungu huleta habari njema. Baada ya miaka mingi ya ukandamizaji wa Yuda chini ya Waashuru, Mungu hatimaye alitangaza uhuru wao. Nawe pia siku ya leo Mungu anatangaza uhuru wako kutokana na huo umaskini, kutokana na maisha ya mateso, kutokana na kilio, kutokana na kufungwa. Kuna hilo na ambalo limekuwa kifungo, Mungu anatangaza uhuru wako. Na hivyo siku ya leo elewa ya kwamba baada ya hayo maumivu Mungu anakuletea habari njema. Na hivyo Mungu ukomesha majira ya utumwa. Shika hilo, Mungu ukomesha majira ya utumwa. Si kila wakati utaishi katika utumwa. Hata Biblia inatuambia kwamba Mungu amejawa na huruma, na Biblia inatuambia huruma zake zi mpya kila asubuhi. Na hivyo kila asubuhi nafasi nyingine ya Mungu kufikisha mwisho ama kukomesha majira ya utumwa. Hautaishi hapo milele. Mungu anaenda kukomesha hiyo hali ya utumwa. Mungu anaenda kukomesha hiyo hali na ambao umekuwa ukiipitia. Amani utangazwa baada ya mateso. Mungu anakutangazia amani siku ya leo, baada ya changamoto ambazo umezipitia, baada ya mambo na ambayo umeyapitia. Mungu anasema amani iwe na wewe. Mungu anakutangazia amani, ni wewe kuamini katika hilo na ambalo umekuwa ukilipitia, kwamba amani inakuja, kwamba Mungu amekomesha majira ya utumwa, na hatimaye Mungu urejesha ibada na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika utumwa hauwezi ukamwabudu Mungu, hauwezi ukawa na furaha. Na hivyo baada ya Mungu kutangaza au kukomesha majira ya utumwa, analeta ibada na furaha. Sasa unaweza ukamwabudu, unaweza ukaona yule Mungu aliyekutendea. Kama huyo ndiye Mungu aliyekuondoa katika hii changamoto, unaweza ukamwabudu. Na hivyo siku hii ya leo nimekuja kukwambia usidhanie Mungu amekusahau. La hasha, Mungu atafikisha kikomo majira ya utumwa. Mungu hajakusahau.
kukusahau, amekupa nafasi na ili pia nawe uweze kujiangalia, uweze kutubu. Wakati mwingine Mungu anapea yule ambaye amesababisha hili unalolipitia nafasi naye pia ajitambue, maana ni Mungu amejawa na huruma, maana ni Mungu wa haki. Na hivyo nyakati zote shika hilo, jichunguze, angalia njia zako na uelewe ya kwamba majira ya utumwa Mungu anayafikisha mwisho. Uelewe ya kwamba Mungu anakupa amani na Mungu anarejesha ibada na furaha katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, wewe uketi juu zaidi na kushukuru na hata kwa kunena nasi kupitia hili neno lako. Ni asante mfalme mkuu na mtakatifu kwa kutukumbusha mara nyingine unaweza ukawa mvumilivu, lakini si kumaanisha wewe ni kipofu, na kwamba habari njema yaja katika maisha yetu. Mfalme mkuu na mtakatifu, ni asante kwa kunena nasi, ni asante kwa kutuhimiza, ni asante kwa kutupa mwelekeo, ni asante na hata kwa kutukemea. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze kupitia hili neno lako na ujitwalie sifa katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana. Bila shaka neno hili la Mungu limekuwa la baraka kwako. Ni vema zaidi pia umtolee Mungu, ni vema zaidi pia umtumikie Mungu na mali zako, na unamtolea kupitia M-Pesa line 0792593648 0792593648 0792593648. Mtolee Mwenyezi Mungu kupitia hizo nambari. Ukiwa na ujumbe mfupi ungependa kuniandikia tuombe kwa pamoja, tumia hizo nambari na Mungu atakubariki. Pia ukiwa nje ya Kenya, anza na +254 792 593648, au pia kupitia PayPal address ni bnsnmwanza@gmail.com. Hizo details zote unaweza ukaziona kwenye runinga yako. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.